Mambo vipi mwana SNS? Karibu tena. Jina langu mimi ni Ali Masubi, na kama kawaida katika meza ya uchambuzi huwa tunachambua masuala mbalimbali. Huwa tunachambua vitu mbalimbali, na leo nataka tuangalie kitu kimoja ambacho wengi wamekuwa wanajiuliza, wananiuliza, lakini kwa wengi nategemea unasimamia upande gani. Wengine wanasimamia upande wa magharibi, wengine wanasimamia upande wa mlengo wa mashariki ama mlengo wa katikati. Nategemea unasimama upande gani, lakini sio kingine bali ni the axis of resistance ama mhimili wa ushindani. Tunasema mhimili wa ukinzani ama unaweza ukasema kwa namna moja ama nyingine ni muunganiko wa vikundi mbalimbali pale Mashariki ya Kati ambavyo kwa namna moja ama nyingine vimekuwa vinapigana dhidi ya Israel ama Marekani. Sasa kwa Iran, wao wanasema hawa ni washirika wao na wamekuwa wanaita kama wanasema ni mkono wa chuma, na huu mkono wa chuma umekuwa unahusika kwa namna moja ama nyingine. Kwa namna moja ama nyingine ni kama kupigana ama kubeba agenda mbalimbali ambazo unaweza kusema ni kama advantage kwa Iran. Wengine wanaita kama proxy wa Iran, lakini Iran wao wanasema ni washirika wao wa kimkakati. Lakini tunafahamu kwamba ukikaa ukaangalia ni vikundi ambavyo ni mbalimbali, yani havina muunganiko wa moja kwa moja, lakini azma yao ni moja, ni ukombozi katika maeneo yao. Utaanza kwa Hezbollah ambao hapo wanapatikana wapi? Wanapatikana kule nchini Israel, nchini Lebanon, lakini ni kule kusini. Alafu utakuja kule Yemen utakutana na Wahuthi. Utatoka hapo utakuja nchini Iraq utakutana na PMF ama People's Mobilization Forces, vikundi vya upiganaji vya watu. Lakini pia unatoka hapo nchini Syria pia kuna vikundi mbalimbali. Vyote hivi vinapigana kwa mlengo wa upinzani dhidi ya nani? Dhidi ya Israel pamoja na Marekani. Lakini hapo pia kuna Hamas pia, licha ya kwamba kadhoofika, lakini na yeye pia kwa namna moja, licha ya kuwa ni Wasuni, walikuwa wanapokea support ya Muiran. Kwa namna kuna uthibitisho huo, support kifedha. Hata unaona Hamas pia walikuwa karibu sana na nchi ya Iran. Unajua viongozi wake paka leo wako karibu na nchi ya Iran. Kwa hiyo yote inatuonyesha huu mkono wa ukinzani ambao kwa Marekani wenyewe wanauita kama the axis of evil, ambapo inakumbuka mwaka 2002 katika ile hotuba maarufu ya rais wa Marekani kipindi hiko, ambaye si mwingine bali ni George Walker Bush. Alisema nini? Alisema kwamba katika ile hotuba alilaani na kusema kwamba aliuita kwamba huo ni mhimili wa ushetani, yani the axis of evil. Kwa hiyo watu wamegawanyika, hawa wanasiita mhimili wa ushetani, the axis of evil, Marekani pamoja na nchi ya Israel, lakini Iran na washirika wake wenyewe wanasema ni axis of resistance, yani mhimili wa upinzani. Kupinga nini? Ni kupinga ile ukaliaji ambao Israel amekuwa anakalia, kama vile Lebanon anaingia anashambulia, lakini pia nchini Yemen, lakini pia unatoka hapo unakuja nchini Iraq. Tunafahamu tangu mwaka 2003 Marekani yuko pale, aliingia na kumngoa Saddam Hussein mpaka leo hajaondoka. Nchini Syria hivyo hivyo pia tunafahamu Marekani yupo pale. Kwa hiyo unaweza ukaona nini maana ya huu muhimili ambao Iran kimkakati umekuwa unamsaidia, kwamba kwa namna moja hawa wamekuwa wanapigana na Israel na Marekani bila kuingia na kumshambulia Iran, yani moja kwa moja kama proxies wake, kwamba wamekuwa na keep busy kwa muda mrefu Israel na Marekani pasina Iran yeye kulazimika kupigana moja kwa moja na Israel na Marekani. Hiyo kwa muda mrefu ilikuwa hivyo. Kwa hata wenyewe walivyoamua kumwendea Iran ilibidi waanze kwanza na plan ambayo ilikuwa ni ndefu sana. Hilo nitamalizia kwanza, nataka tupitie haraka kama summary kwa leo, kwa haraka hivi vikundi namna gani vimekuwa vina operate, lakini ipo nitaandaa uchambuzi ambao utakuwa ni wa kina zaidi, huo utakuwa ni mrefu, na nyie tu wana SNS mjiandae, ambao nitaelezea kiundani haya makundi na itakuwa nondo kweli kweli. Kwa leo tunafanya summary ya makundi yote haraka katika hii video. Naanza na huko Hezbollah. Hezbollah ilianza mnamo mwaka 1982. Nini kilichofanya tukapata Hezbollah? Tulipata Hezbollah kwa nini? Tulipata Hezbollah kwa vitu mchanganyiko wa vitu vitatu. Kwanza ni uvamizi wa Israel, ambapo walikuwa wamevamia mwaka 82 nchini Lebanon. Walivamia kipindi hiko kwa lengo la kuwatoa PLO, yani Palestine Liberation Organization, vikundi vikundi tunasema vya uokozi
ama ukombozi wa Palestina ambao vilikuwa vinaongozwa na kundi ambalo lilikuwa linaongozwa na Yasser Arafat, na wakawa wameingia Lebanon na walipiga sana mpaka wakaingia hadi Beirut, mji ule. Yani ilikopo Israel kipindi hicho akiingia hazuiliwi kama sasa hivi, anapita tu moja kwa moja, in a matter of days amefika Beirut, na waliwapiga PLO mpaka PLO wakaingia makubaliano kwamba basi tunaondoka kabisa nchini Lebanon, na ndivyo ambavyo ilikuwa hivyo. Lakini Israel hakuondoka, bado aliendelea kubakia nchini Lebanon. Hapo ndipo moja ya sababu Hezbollah ikaanzishwa kwa kusudi gani? Kwa kusudi la kupigana na nchi ya Israel ama wanajeshi wa Israel. Baada ya kuwa Hezbollah wameanzisha, nini kilikuja kutokea? Baada ya kuwa Hezbollah wameanzishwa, kwamba hata kama mnataka kuanzishwa mnabidi mpate silaha, mnabidi mpate mafunzo mnayatoa wapi? Mwaka 82 wanajeshi inakadiriwa kuanzia 1000 mpaka 1500 wa Iran walitoka nchini Iran wakati huo wa Imam Khomeini, wakaja nchini nchini Lebanon kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa washia ama vikundi vya washia ambao vinapatikana huko kusini mwa Lebanon. Na ndipo hapo Hezbollah inazaliwa, ama unaweza kusema jina lake ni the Party of God, chama cha Mungu. Na Israel wanaanza kupigana, Hezbollah wanaanza kupigana na Israel, na the rest tunasema the rest is history. Nini kilikuja kutokea hapo? Ni kikundi kikubwa kabisa cha upinzani kilizaliwa, na leo tunaona ndio Hezbollah ndio tunasema non-state actor kubwa zaidi, yani kikundi kikubwa kisichokuwa dola, lakini kikubwa zaidi. Ukiangalia majeshi ambayo wanayo, silaha ambazo wanazo, yapo mataifa mengi sana ambayo hayana. Wanajeshi karibu 100,000, silaha kuna muda walifikisha makombora zaidi ya makombora 100,000, na licha ya kwamba Israel anasema aliangamiza makombora yao mengi, lakini yapo makombora wamesema wanayo, na tunaona namna gani wameadapt hata kwenye vita vya sasa hivi. Sasa kwa haraka kama nilivyosema, leo nafanya in summary. Baada ya kuwa wameanza kupigana na Israel mwaka 82, zaidi ya miaka 18 wanapigana. Mwaka 2000 Israel anashindwa kuendelea na vile vita, gharama inakuwa ni kubwa. Hezbollah bado wapo, hawaishagi, wakiwa wanashambulia kwa ambushes, mambo mengine. Tunasema guerrilla warfare, zile mbinu za kivita za kutokukabiliana na adui moja kwa moja, umshambulia hivi umekimbia huku, kutokana na kulijua vizuri eneo lao la kusini mwa Lebanon, eneo ambalo ni la milima. Nini kilikuja kutokea? Ni kwamba licha ya madhila yote ambayo aliweza kufanyika, kama vile Sabra na Shatila masaka, yani mauaji ya kimbali ya Sabra na Shatila, na Israel kupandikiza viongozi wale, najua viongozi tunasema wenye msimamo mkali wa Kikristo, kwa sababu Lebanon ina Wakristo 30%, ina Washia kama 30 nao, ina Wasuni pia 30%, hiyo nyingine inabaki wengine. Kwa hiyo nini kilikuja kutokea? Nafahamu baada ya mwaka 2000 Hezbollah kama walishinda, tunasema kimkakati, Israel wakawa wamerudi nchini Israel, yani wakawa wameamua sasa kuondoka. Ulikuwa ushindi mkubwa kwa Lebanon na kwa Hezbollah, na ikaonekana kwamba kikundi kile kimeweza. Na ikumbuke kwamba tangu miaka ya 90 Hezbollah ni kama waliaminiwa kwamba nchi ya Lebanon imevamiwa, jeshi la Lebanon halijitoshelezi, basi tuamini nyie mpigane na Israel. Ndivyo ilivyokuwa hivyo, licha ya kwamba ilitakiwa kutokana na kuisha kwa civil war ama vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyokaa miaka 15 kuanzia mwaka 75 mpaka mwaka 90, huko Lebanon walikubaliana kwamba vikundi vyote viondolewe, visiwe na silaha, lakini Lebanon waliachwa, tunasema kwa sababu Hezbollah waliachwa kwa sababu wapambane na Israel, kwamba wao ndio wameonekana wanaipambania Lebanon. Kwa hiyo ukikaa ukaangalia tangu muda huo vita wakashinda hapo. Mwaka 2006 tunafahamu Hezbollah, vita vingine vilizuka tena. Hezbollah walianzisha operation ambao ni kama wakawa wamempa sababu Israel ya kuishambulia Lebanon, na mwanzo wa vita ukawa umeanzia hapo. Ilikuwaje? Ilikuwa waliingia wakajaribu kuwateka askari wa Israel ili washinikize wafungwa wao waachiwe. Nini kilikuja kutokea? Vita na umwagaji damu mkubwa sana. The Dahia Doctrine ikazaliwa pale, kwamba ule muongozo wa Israel kupiga bila kuangalia, ambao tunaona amefanya Gaza, kupiga raia, piga sababisha maumivu makubwa sana, mpaka raia walazimisha wanajeshi waache kupigana na jeshi lao.
hiyo ndio Dahia Doctrine ikawa imezaliwa hapo. Nini kilikuja kutokea? Licha ya Dahia Doctrine, licha ya mashambulizi makubwa, hiyo Dahia ni tunasema suburbs za kusini, yani ni mji ambao uko Lebanon kusini, na ni moja ya miji ambao ndio kama makao makuu ya Hezbollah. Hata alipouawa yule Nasrallah aliuliwa huko Dahia. Nini kilikuja kutokea? Nafahamu Dahia yote iliweza kuangamizwa mwaka 2006, lakini mwisho wa siku makombora kwa mara ya kwanza, Hezbollah wanatumia makombora, wanashambulia Israel, wameshambulia huku na kule, ikaja ikatokea Israel pia akashindwa kuvumilia yale mashambulizi. Kwa nini? Kwa sababu hakuwa na Iron Dome muda huo, na ilikuwa surprise kwa mara ya kwanza Hezbollah wanatumia makombora. Nini kikuja kutokea? Mwisho wa siku Israel pia wakawa wamerudi nyuma na wakawa wamekubali kwamba hatuwezi kuendelea na vita hii, wakasaini ile ceasefire. Lakini sote tunafahamu hiyo ilikuwa mara ya pili Hezbollah wameshinda, ila kwa kulipia gharama kubwa sana. Leta shida sana nchini Israel. Waziri mkuu wa kipindi hiko Ehud Olmert akawa amejiuzuru, na hiyo ndio Hezbollah. Lakini ikumbukwe kwamba kipindi hicho tulikuwa tayari tuna Nasrallah kama kiongozi, huku kiongozi akiwa amechukua usukani tangu mwaka 92 baada ya Abbas Musawi kuwa ameuawa kiongozi wa kipindi hiko. Hiyo ndio Hezbollah ikaendelea, na walivyomuua Abbas Musawi, kama wangejua bora wasingemuua, maana huyu Nasrallah ndio alifanya Hezbollah ikawa hivi ilivyo leo. Hezbollah ikageuka ikawa chama pale nchini Lebanon. Baada ya kuwa chama ikawa na nguvu ambayo inaonekana imekuwa nayo mpaka leo hii, ambao tumeona ina vyombo vya habari, inazalisha mapato, na ndio leo inapambana na Israel vita hivi vingine ambavyo Israel inapambana. Kumbuka muda wote huu Israel walikuwa wanataka kuikalia Lebanon mpaka mto Litani. Kikwazo kikubwa kimekuwa Hezbollah ambao walianzishwa kwa kazi moja tu, kupambana na nchi ya Israel. Kwa hiyo hiyo ndio short summary ya historia ya Lebanon, ya Hezbollah kwa tangu imeanzisha kwake na jukumu lake huko Lebanon, ama kama wenyewe wanavyoita Lebanon. Sasa tunaangalia kwa haraka haraka Wahuthi wenyewe wanapatikana huko Yemen, na wenyewe pia kwa namna moja ama nyingine wamekuwa na support ya Iran. Unaweza ukaona drone zao, unaweza ukaona ndege zao, tunaona nini hizi tunasema makombora ambao wamekuwa nayo. Yote hayo unaona ni moja kwa moja ni support ambayo ni ya Iran. Hao pia wamekopo wanapigana, tunafahamu vita vile baada ya kuingia kwa Muhammad bin Salman. Alienda, cha kwanza kabisa baba yake alivyoingia tu madarakani, alimchagua kama waziri mwaka 2015 alimchagua kama waziri wa ulinzi. Akti ya kwanza ilikuwa ni kuonyesha sisi tuna nguvu Saudi Arabia, na wakaenda kupiga kule. Lengo ni nini? Kuzuia ushawishi wa Iran kule, na wakiona kwamba kama Iran anakuwa na nguvu sana. Lakini vita ambavyo hawakushinda zaidi vilisababisha madhara makubwa sana, na kuwafanya hawa Wahuthi wazidi kuonekana wana nguvu. Wahuthi wanafahamika wenyewe sio kama Hezbollah. Wenyewe walizaliwa miaka ya 90 tu, miaka hiyo ndio ambao Wahuthi walizaliwa. Lakini na wao pia tunajua how deadly wamekuwa ni chama kikubwa, wamekuwa ni chama kikubwa tunasema, kwa sababu wana wawakilishi wao serikalini pia, lakini wamekuwa ni kikundi kikubwa pia cha upiganaji, wakiwa na silaha na vitu vingine, na wana pledge allegiance, ni washia pia, wana pledge allegiance kwa supreme leader wa Iran, yani nchi ya Iran wana pledge allegiance utii wao. Lakini pia sio sema wao sio kama Hezbollah. Na kitu kingine cha mwisho nilikisahau kwa Hezbollah, ifahamike kwenye vita vya hivi karibuni wameadapt sana, wanafanya matumizi ya drone. Tumekuwa tunaongelea hapa SNS kama ambavyo tumeona anavyofanya Ukraine kule na kutumia drone ama Urusi, na yamekuwa ina madhara sana, inasababisha hatari sana kwa majeshi ya Israel. Kwa hiyo ukirudi kwa Houthi hivyo yani the architecture itofautiani, kwa sababu nani anayehusika kuhakikisha anawatengeneza sio mwingine bali ni Israel ama ni Iran. Nchi ya Iran ndio inahusika kuvikuza hivi vikundi, kuvisupport kifedha, kuvisupport kisilaha. Ndio maana unaona vinakuwa na uwezo huo. Unatoka hapo kwa Houthi unakuja nchini Iraq, unakutana na hao tunaita kama PMF ama People's Mobilization Front. Hapo hivyo ni mkusanyiko wa vikundi mbalimbali ambavyo vyote hivyo tunasema ni vya Kishia, yani vina imani ya Kishia, lakini vimekopo kwa namna moja kwa sababu ya hiyo yani vimekopo vinapata support ya Iran kwa namna moja ama nyingine. Ndio maana ulivyoona hivi vita vilivyoibuka pia
kumeibuka mashambulizi mengi sana kushambulia assets za Marekani, na ndio maana ukasikia kuna muda mpaka Marekani hajui amshambulie nani, kwa hiyo akawa ameshambulia ile kambi ya PMF, ambao PMF ni mkusanyiko wa jeshi ambao liko chini ya serikali, lakini ndani yake ndio kuna hizi factions ama hivi vikundi mbalimbali vya kujitegemea, ambavyo hivi vikundi mbalimbali ndio ndani yake baadhi vinasema vina support ya moja kwa moja na Iran na vimekuwa vinaendesha mapigano dhidi ya Marekani. Vikundi jumla ambavyo viko chini ya PMF ni vikundi 65 na vingi vyao ni karibu vyote ni vya Kishia kama vile Kataib Hezbollah na kingine ni Kataib Imam al-Ali. Hicho ni moja ya vikundi, lakini vipo vikundi vingi sana kwenye huo muunganiko. Lakini ukienda pia Syria unakutana na vikundi mbalimbali ambavyo vyote pia navyo vimekuwa vina support. Unaenda kule nchini Hamas unakutana na vikundi mbalimbali ambavyo vyote vina hiyo support. Sasa ilikuwa hamna namna ya Iran ya Israel ama nchi ya Marekani kuishambulia nchi ya Iran bila kuvidhoofisha hivi vikundi. Kwa hiyo hata Muiran mwenyewe pengine alichukulia labda wangechukua muda kuishambulia, lakini ni wazi mkakati ulianzia kumuua Qasem Soleimani. Baada ya kumuua, kwa sababu huyu ndo the architect, yani ndio msanifu wa hivi vikundi vyote, ndo mastermind. Huyu jamaa alikopo ni mtu mwingine kabisa, namna yeye ndio kadivishamirisha na kufanya vimekuwa hivyo. Kwa hiyo walivyomuondoa huyu, hiyo ilikopo ni first chess piece imewekwa move ya kwanza. Baada ya pale unaona namna ambavyo walianza kuiendea Hamas walivyofanya ile kosa, mimi tunasema ile shambulizi ambalo walofanya, unajua wote tunajua madhara yake yalikuja kutokea. Baada ya pale nini kikuja kutokea, unakuta wakaanza Hezbollah walianza kujibu in solidarity ama tunasema kwa kuonesha mshikamano kwa Hamas. Nini kilitokea baada ya hapo? Unafahamu Hamas Israel ndio wakaanza ile operation kwa ajili ya kuipiga Hezbollah, kulenga viongozi wao. Pages attack kama unakumbuka vile vilongalonga viwokitoki vilivyokuwa vinalipuka vile, kina Nasrallah wakawa wamekutana ili kuweza kukaa kikao na kujadiliana sasa wanafanya nini kutokana na ile hali, pia na Iran wakiwepo. Nini kikuja kutokea? Wakashambuliwa wote kwa pamoja. Nasrallah kiongozi ambaye alikuza Hezbollah vile ilivyokuwa, tulikuwa tunasema kama nightmare, yani yeye ndio ndoto ya jinamizi ya Israel, hawalali usiku sababu yake, anakuja anauawa baada ya miaka 30 zaidi ya miaka 30 ya uongozi. Hezbollah inasema imedhoofishwa, anashambuliwa maghala yake ya silaha, na hata Netanyahu alisema Hezbollah ile sio hii, licha ya kwamba upinzani ambao wanaotoa sasa hivi pia haukutegemewa kwamba bado wangekopa na uwezo wa kutoa upinzani kama huu ambao wanaotoa. Kumbuka wao pia wanampaka special forces ambao walienda kuna muda kupigana nchini Syria kuokoa utawala wa Assad, ambao hiyo pia inasema ni mistake, kwa sababu iliwafanya wapunguze nguvu zao na ambazo wangezitunza kwa ajili ya kupigana na Israel, wenyewe wakapeleka kwenda kupigana kwa Assad. Na ndio maana mara ya pili hata sasa hivi Assad alipokuwa anadondoka ama sababu kubwa ya kudondoka ni Hezbollah kumlinda hawakuwepo. Kwa nini? Kwa sababu shambulizi lilianza haraka, Hezbollah wakiwa busy pia wana mashambulizi ambayo yamefanyika kwao, na kudondoka kwa Syria ndio ilikopo ni msumari wa mwisho kwenye jeneza. Kwa nini? Kwa sababu Syria ndio logistical support yote ya silaha ilikuwa inafanyikia hapo. Assad alikuwa hapo, ameacha Bashar al-Assad, rais wa pale wa Syria, ametengeneza mifumo kwamba haina shida, sisi tutapitisha, mtatumia nchi yetu, mtapeleka Hezbollah watapata silaha kutokea Iran, watapata fedha, Iraq pia na sehemu nyingine zote. Iraq wana mpaka wa moja kwa moja na Iran, kwa sio shida, lakini sehemu nyingine zote hata kwa Yemen kule kuweza kuwafikia. Kwa unaweza ukaona kwamba namna gani hawa Mossad na CIA walivyoanza kuiendea nchi ya Iran, kwamba walianza kudhoofisha hii mikia ya pweza, ambapo kama Netanyahu amesema, alafu sasa hivi wapo wanakabiliana na Iran yenyewe. Kwa hiyo ni swala la kukaa na kuona huu mhimili wa upinzani, je, utasurvive? Na wameshasema kwamba Iran inabidi aache kuzisupport hivi vikundi, na Iran amesema hatuwezi kuacha kuvisupport hivi vikundi kwa sababu hawa ni washirika wetu wa kimkakati, yani kama vile ambavyo Marekani yeye ana washirika wake, ana washirika wa Ulaya, NATO na wengine, Israel pia, Mashariki ya Kati, na wao Iran wanasema hao ni washirika wao. Lakini kwa mataifa mengine, kwa maono mengine, ukiangalia Mashariki ya Kati pale, Saudi Arabia, Qatar, UAE, wao wanaona kwamba hao Wahuthi wa Yemen ni tishio kwao, lakini pia wanaona ni hatarishi kwao, lakini wanaona kama Iran anatumia vibaya nguvu yake. Kwa hiyo nilitaka tuangalie tuone huu mhimili wa upinzani. Kwa hiyo wewe mwana SNS utasema kwako wewe unaona
huo ni mhimili wa upinzani, ni sawa, ama wewe unaona ni mhimili wa ushetani kama ambavyo Marekani wanasema, ama alivyoita George Walker Bush the axis of evil. Kwa hiyo niweke nukta hapo. Ulikuwa nami Ali Masubi, Instagram natumia jina la Chimasubi, yani CHIMASUBI. Asante sana, endelea kubaki nasi Simulizi na Sauti.